Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza usitishwaji wa mapigano wa upande mmoja nchini Ukraine utakaoanza Mei 8 hadi 10. Usitishaji huo wa mapigano utakwenda sambamba na kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi dhidi ya wanazi wa Ujerumani. Taarifa ikulu ya Kremlin imesema kwenye kipindi hicho mapigano yote yatasimamishwa na aliyechukua maamuzi hayo kwa misingi ya kiutu. Amesema Urusi nadhani ni muhimu Ukraine nayo ikafuata mfano huu Ukraine, lakini bado hajasema chochote kuhusu hatua hiyo. Hatua hiyo inachukuliwa wakati rais wa Marekani Donald Trump anayetaka kumaliza vita vya miaka mitatu nchini Ukraine akionyesha kuchukizwa na mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Ukraine katika siku za hivi karibuni na kumtaka Zelensky kuacha mara moja. Vile vile, Slovakia na Hungaria zinatoa wito kumaliza mzozo wa Ukraine mara moja. Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico anasema, tunasimama kwa ajili ya kumaliza vita nchini Ukraine mara moja. Tunakataa operesheni zozote za kijeshi. Tunaamini kwamba mpango wa Marekani wa kuleta amani nchini Ukraine utatekelezwa kwa mafanikio, anasema baada ya mazungumzo na mwenzake wa Hungaria anayezuru huko Viktor Orban. Wakati Urusi ikijiandaa kusherehekea kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi wake katika vita vikuu vya uzalendo, wasiwasi kuhusu uchochezi na mashambulizi kutoka Ukraine chini ya Volodymyr Zelensky unazidi kuibuka. Mikhail Sheremet, mjumbe wa jimbo kutoka Crimea na mjumbe wa kamati ya bunge ya usalama, anasema katika kutarajia sherehe hizo, Rais Vladimir Putin alitangaza usitishaji mapigano ulionuiwa kuwezesha juhudi za kibinadamu. Usitishaji huu utaanza kutumika kuanzia majira ya saa 12 asubuhi saa za Moscow mnamo Mei 8 hadi saa 12 kamili asubuhi mnamo Mei 11 kama ilivyothibitishwa na vyombo vya habari vya Kremlin. Vile vile, Ukraine haitaweza kuwa karibu na Umoja wa Ulaya ikiwa itazuia usafirishaji wa gesi kutoka Urusi kwenda Ulaya. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema, kwa maoni yetu hii sio njia ya siku zijazo, ndiyo maana itakuwa vigumu sana kwa Ukraine kukaribia Ulaya. Inapaswa kuonyesha uelewa zaidi kwa nchi zetu na kuzingatia maslahi yetu ya kiuchumi, Orban alisema katika mkutano huo. Vile vile, mahakama ya Kyiv imemhukumu aliyekuwa rais wa Ukraine Viktor Yanukovych bila kuwepo mahakamani kifungo cha miaka 15 jela kwa tuhuma za uchochezi na kuhama na kuvuka mpaka kinyume cha sheria, kulingana na kituo cha Telegram cha ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu. Katika kesi hiyo hiyo, mahakama pia ilimhukumu kifungo cha miaka 10 Konstantin Kobzar, naibu mkuu wa zamani wa idara ya walinzi wa serikali ya Ukraine na mkuu wa idara ya usalama ya rais, bila kuwepo mahakamani. Zaidi ya hayo, wafanyakazi wengine 15 wa huduma ya usalama ya Yanukovych wameshtakiwa bila kuwepo. Kufuatia mapinduzi ya Februari 2014 nchini Ukraine, Yanukovych, walinzi wake na takriban maafisa wote wa serikali walilazimika kuondoka nchini kwa haraka. Wachunguzi wa Ukraine wametaja kuondoka huku kama kutoroka. Jeshi la anga la Ukraine limeripoti kupoteza kwa ndege ya kivita aina ya Su-27 iliyokuwa kwenye misheni ya kivita ikisaidia wanajeshi kuzima mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Iliripotiwa mapema nchini Ukraine kwamba rubani wa ndege ya kivita ya F-16 amefariki, lakini hakuna kilichosemwa kuhusu iwapo ndege hiyo ilikuwa imepotea au la. Akizungumzia kifo cha rubani wa F-16 Mariana Bezoglaya, mjumbe wa bunge la Verkhovna la Ukraine au bunge la kitaifa, alisema kwamba mfumo wa utambulisho wa angani wa Ukraine haufanyi kazi pasavyo. Hayo yakiendelea, Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amemwomba rais wa Marekani Donald Trump silaha zaidi, akiruka mipango ya kukabiliana na amani. Mikhail Sheremet, wanachama wa jimbo kutoka Jamhuri ya Crimea, anasema hapo awali kiongozi huyo wa Marekani alisema kwamba Zelensky alimuomba silaha zaidi katika mkutano wa kando ya mazishi ya Papa Francis mnamo Aprili 26 huko Roma. Maombi kama hayo yametolewa katika miaka mitatu iliyopita, Trump alisema. Vile vile, kumaliza mzozo nchini Ukraine ni muhimu kwa Marekani, kwani kutairuhusu kubana matumizi ya fedha za kigeni na kutega fedha zaidi kwa ajili ya kutatua matatizo yaliyolimbikizwa nchini humo. Na hivi ndivyo hasa rais wa Marekani Donald Trump anavyoongozwa. Na wakati anaelekea Kyiv kwenye mazungumzo ya amani, Dmitry Belek, mjumbe wa kamati ya mambo ya nje wa jimbo la Urusi, anasema hapo awali Trump alisema kwamba Volodymyr Zelensky katika mkutano naye mnamo Aprili 26 huko Roma alitafuta vifaa vya ziada vya silaha, lakini aliishi kwa utulivu zaidi kuliko hapo awali na akatangaza kuwa tayari kufanya makubaliano. Trump alisema kuwa katika siku chache zijazo utawala wa Marekani una uwezekano wa kujifunza mengi
kuhusu jinsi ya kutatua mgogoro wa Ukraine. Kiongozi huyo wa Marekani pia anaamini kwamba Zelensky yuko tayari kuacha mahitaji ya kurejeshwa kwa Crimea nchini Ukraine. Alibainisha kuwa pia rais wa Marekani anataka kufanya kazi kama mtunza amani katika ngazi ya kimataifa, pamoja na kutekeleza ahadi ya kampeni yake aliyoitoa ambayo ilikuwa ni ahadi kabambe. Vile waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alimwambia kwamba mkutano wa hivi karibuni wa rais kuhusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine ulifanyika kwa nia ya mazungumzo ya Urusi na Marekani. Wakati wa mawasiliano ya hivi majuzi na maafisa wakuu wa Marekani, Urusi ilitoa maelezo ya sababu za msingi na asili ya mzozo wa Ukraine na ilielezea vigezo muhimu kwa suluhu yake ya mwisho kwa kuzingatia maslahi halali ya Urusi, haswa katika nyanja ya usalama na haki za binadamu, aliongeza. Vile mawasiliano kati ya Moscow na Washington kuhusu suluhu la Ukraine yanaendelea. Urusi inatarajia kupata matokeo yanayokubalika kwa pande zote, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mahojiano na gazeti la O Globo la Brazil. Moscow na Washington zinadumisha mazungumzo kutafuta njia kuelekea suluhu. Tunatumai kuwa hii itafungua njia matokeo yanayokubalika, mwanadiplomasia huyo mkuu aliliambia gazeti hilo. Taifa la Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza limethibitisha lilipeleka wanajeshi wake ndani ya taifa la Urusi kuweza kusaidia kuyakomboa baadhi ya maeneo. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti kwamba wanajeshi wa Pyongyang waliisaidia Moscow kulirejesha eneo lililokuwa chini ya udhibiti wa Ukraine katika mpaka wa Urusi ulioko kwenye mkoa wa Kursk. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya Moscow kuthibitisha ushiriki wa Korea Kaskazini. Rais Vladimir Putin wa Urusi mapema alinukuliwa akiusifia ujasiri wa wanajeshi wa Korea Kaskazini. Kumbuka Korea Kusini na mashirika kijasusi ya magharibi kwa muda mrefu yaliripoti kwamba Pyongyang ilipeleka zaidi ya wanajeshi 10,000 kuisaidia Urusi kwenye mkoa huo wa Kursk, jambo ambalo Urusi haikuthibitisha. Kulingana na ripoti ya tume kuu ya kijeshi ya Pyongyang, uamuzi wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong-un wa kupeleka wanajeshi ulikuwa ni kwa mujibu wa mkataba wa ulinzi baina ya mataifa hayo mawili. Watoto wasiopungua 1,000 wa Kipalestina wameuawa shahidi kwenye kipindi cha juma moja kufuatia wimbi jipya la mauaji ya Israeli dhidi ya Wapalestina. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina limetoa mfano wa ukosefu wa msaada wa chakula huko Gaza. Limeripoti kuuawa watoto 1,000 wa Kipalestina ndani ya wiki moja ya kuanza kwa awamu mpya ya vita hivyo. Shirika la UNRWA limetangaza kwamba wanashuhudia ongezeko lisilo na mfano wake la vifo vya raia na majeruhi katika ukanda wa Gaza. Tangu Machi 2 hakuna msaada wowote umeingia Gaza na hali katika eneo hilo ni ya kusikitisha na kuporomoka. Aidha, taarifa ya UNRWA imeongeza hakuna msaada wa chakula tena uliosalia katika magala kuhifadhi chakula ili kusambaza kwa watu wa Gaza. Katika hali hii hatari za maafa zitatokea katika siku zijazo. Hayo yakijiri, Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, ameendelea kuandamwa na mashinikizo baada ya kufanyika maandamano mengine dhidi yake, huku waandamanaji wakitishia kumuua. Katika ripoti yake, kanali ya television ya 12 ya Israeli imeeleza kuwa katika maandamano hayo ya wapinzani wa Netanyahu kwenye mtaa wa Kaplan wa Tel Aviv, waandamanaji walionyesha picha ya vichwa vilivyokatwa mithili ya Benjamin Netanyahu, kwenye suala ambalo limeikasirisha sana chama cha Likud. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo hicho cha habari cha Kizayuni, wanachama wa Likud ambao Netanyahu ndiye kiongozi wake wamesema kuwa kuonyeshwa kwa vichwa vilivyokatwa na waandamanaji ni uchochezi na tishio la kumuua waziri mkuu wa Israeli, na katika majibu makali walimshambulia mkuu wa huduma ya usalama wa ndani na mwendesha mashtaka aliyoko katika ofisi ya waziri mkuu. Wakati huo huo, matokeo ya uchunguzi wa maoni uliofanywa hivi karibuni yanaonyesha kuwa Waisraeli walio wengi wanaoishi katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israeli wanasema kuwa Netanyahu anapaswa kujiuzulu na kukubali kubeba jukumu la kushindwa mkabala wa operesheni ya wanamapambano wa Palestina ya tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Matumizi ya kijeshi ulimwenguni yameongezeka kwa kiwango kikubwa zaidi tangu kumalizika kwa vita baridi na kufikia dola trilioni 2.7. Imeelezwa kuwa migogoro inayoongezeka duniani ndiyo inayochochea ongezeko la matumizi hayo. Ripoti ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa masuala ya amani SIPRI yenye makao yake nchini Sweden imesema kuwa ongezeko la matumizi ya kijeshi imeshuhudiwa zaidi barani Ulaya
na eneo la Mashariki ya Kati. Mtafiti wa mpango wa matumizi ya kijeshi na uzalishaji wa silaha katika taasisi ya SIPRI, Xiao Liang, amesema matumizi ya kijeshi yamekuwa yakiongezeka katika nchi zaidi ya 100 duniani, hali inayotishia kuchochea mivutano zaidi. Mataifa yote ya Ulaya kasoro Malta yameongeza maradufu matumizi ya kijeshi, huku Marekani ikisalia kileleni ambapo matumizi yake ya kijeshi yalifikia dola bilioni 997. Bajeti ya kijeshi ya nchi mbalimbali duniani imeongezeka kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa kutokana na sababu kadhaa kama vile mfumuko wa bei, vita vya Russia dhidi ya Ukraine na jitihada zinazofanywa na Marekani kuipiku China. Vita vya Russia dhidi ya Ukraine vimezifanya nchi za Ulaya kutazama upya bajeti zao za kijeshi. Nchi mbalimbali aidha zilitangaza bajeti zao mpya za matumizi ya kijeshi tangu kuanza kwa mashambulizi ya awali ya makombora ya Russia dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine Februari 24 mwaka 2024. Shukrani kwa Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.